Karibu sana katika ulimwengu wa habari za kimataifa. Mimi ni Yohana Machia na hii ni JMTV. Muda huu utasikia taarifa kuhusu Urusi pamoja na nchi ya China zimefanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi, hasa kuzuia makombora ya ardhini ya huko nchini Urusi, na kukumbusha na kusihi ya kwamba pia unaweza kujiunga nasi moja kwa moja kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo. Asante na karibu sana katika taarifa ya muda huu, na pia utapata uchambuzi mpana kuhusu hichi ambacho pia Urusi pamoja na China zimeweza kufanya kwa pamoja. Kwenye uchambuzi wa taarifa hii nitakupatia uchambuzi mpana na wa kina zaidi, hasa kuhusu maana ya mazoezi haya ya kijeshi ya pamoja kati ya China na nchi ya Urusi. Kwa nini yamefanyika na ujumbe gani umetumwa kwa ulimwengu? Karibu sana katika undani wa taarifa hii. Wanajeshi wa Urusi pamoja na China walifanya mazoezi ya pamoja kukabiliana na makombora katika ardhi ya Urusi mapema mwezi Disemba kama sehemu ya mazoezi ya kijeshi yaliyopangwa, Wizara ya Ulinzi ya China imesema katika taarifa yake mwishoni mwa Disemba 6 kuamkia Disemba 7. Kulingana na taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya wizara hiyo, mazoezi hayo hayakuelekezwa dhidi ya wahusika wengine na ya kuwajibu kwa maendeleo ya sasa ya kimataifa. Mazoezi haya yalifuatia mazoezi ya pamoja ya silaha na kupambana na manowari ambayo Urusi pamoja na China ziliweza kuendesha katika bahari ya Japan mnamo mwezi Agosti. Zhang Youxia, ambaye ni makamu mwenyekiti wa tume kuu ya kijeshi ya China, alisema mnamo Novemba 20 katika ziara yake akiwa huko nchini Urusi ya kuwa yuko tayari kufanya kazi na upande wa Urusi kutekeleza makubaliano muhimu yaliyofikiwa na viongozi wa nchi hizo. Tutaongeza kwa kina kiwango cha uhusiano kati ya China na Urusi, kupanua upeo wao na kuimarisha uthabiti wao, Zhang alisema wakati Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilipomnukuu kwenye chapisho lake kwenye jukwaa la kijamii la Telegram mnamo Novemba 20, ambako inakumbukwa Urusi pamoja na nchi ya China ziliweza kutia saini ushirikiano wa kimkakati wa kutokuwa na kikomo muda mfupi kabla ya Moscow kuzindua uvamizi wake kamili huko nchini Ukraine mnamo Februari 2022. Tangu wakati huo, nchi hizo mbili zimeimarisha uhusiano wake wa kijeshi pamoja na kiuchumi. Wakati Beijing ikidai kutoegemea upande wowote katika vita vya Urusi na Ukraine, basi pia imekuwa mojawapo ya njia muhimu zaidi za maisha ya Moscow kusambaza vifaa vya ulinzi na kununua kiasi kikubwa cha mafuta kutoka nchini Urusi. Na huu ni uchambuzi mpana wa kina na ulio rahisi kueleweka kuhusu maana ya mazoezi haya ya kijeshi ya pamoja kati ya Urusi pamoja na nchi ya China. Kwa nini yamefanyika? Na je, ni ujumbe gani umetumwa kwa ulimwengu kuhusiana na mazoezi haya? Mazoezi ya pamoja ya kupambana na makombora ndani ya ardhi ya Urusi kati ya China na Urusi ni tukio muhimu sana kimkakati. Hapa nitaangazia kwa undani maana yake kwa pande zote mbili, kwa ukanda wa Asia, kwa Marekani na kwa dunia nzima. Moja, nitaangazia kuhusu ujumbe wa kimkakati kwa dunia. Hii inadhihirisha kuwa muungano wa kijeshi unazidi kuimarika. Ingawa China na Urusi wanasema mazoezi haya kulenga mtu yeyote, kimataifa pia inajulikana kwamba mazoezi ya pamoja ya kukabiliana na makombora ni kiwango cha juu cha ushirikiano wa kijeshi. Hii pia inaonyesha uaminifu mkubwa kati ya nchi mbili, kwa sababu teknolojia ya missile defense ni ya siri na nyeti sana. Hivyo ujumbe kwa dunia ni China na Urusi sasa sio tu washirika wa kiuchumi, ila ni washirika wa kijeshi wanaojenga uwezo wa pamoja. Mbili, nitaangazia kuhusu kipaumbele hasa kukabiliana na Marekani na washirika wake, yani NATO, Japan na Korea Kusini. Mazoezi haya yanakuja wakati Marekani yanapanua makombora ya ballistic defense katika nchi ya Japan na huko Korea Kusini. Hii inaimarisha muungano wa ulinzi huko India, Australia, Japan, Marekani dhidi ya China. Inaendelea kuiweka Urusi vikwazo na kuiunga mkono Ukraine hasa kijeshi. Kwa hiyo China na Urusi wanataka kuonyesha kwamba wana ushirikiano wa kijeshi wa kuzuia makombora ambao unaweza kupunguza faida ya Marekani katika Asia pamoja na Ulaya. Tatu, ni kuhusu ushirikiano wa hakuna kikomo. Hii inadhihirisha kuwa umeingia awamu ya vitendo. Mwaka 2022 walitia saini ushirikiano wa kimkakati usio na kikomo. Pia mazoezi haya yanaonyesha kwamba ushirikiano huo sasa haupo kwenye karatasi
bali kwenye vitendo. Wamefikia hatua ya kushirikiana data ya rada, mifumo ya ulinzi wa makombora na mbinu za uendeshaji. Hii ni hatua ambayo China haijawahi kuifanya na taifa lingine lolote. 4. Nitaangazia kuhusu China inanufaika vipi hasa kushirikiana na Urusi, hasa kwenye mazoezi ya kijeshi au katika mlengo wa kijeshi. Kwanza, China inapata uzoefu wa vita halisi. Urusi ina uzoefu mkubwa kutokana na vita dhidi ya Ukraine ambayo ilianza tangu mwaka 2022. China haina uzoefu mkubwa wa vita vya kisasa. Kwa kufanya mazoezi na Urusi, China basi inajifunza mengi zaidi, hasa jinsi ya kujenga ulinzi dhidi ya makombora ya kisasa. Uendeshaji wa mifumo ya Urusi kama S-400 na S-500, tathmini ya vitisho vya Marekani katika Indo-Pacific. Pia China inapata faida ya kujiandaa kwa mgogoro na Taiwan. Mazoezi ya kijeshi ama mazoezi ya kujenga ulinzi dhidi ya makombora ni muhimu sana kwa China endapo vita vyake na Taiwan vitatokea, kwa sababu Marekani inaweza kutumia makombora ya cruise, makombora ya hypersonic. Kwa hiyo China inajenga usalama wa kujihami nyumbani. Na je, Urusi inafaidika vipi na mazoezi haya ambayo inafanya pamoja na nchi ya China? Hapa pia hii inadhihirisha ama inaonyesha bado ina washirika wa kimkakati licha ya vita vya muda mrefu na Ukraine. Hii linakuza jeshi la Urusi lisiporomoke kisaikolojia. Ujumbe wa kisiasa kwamba bado wana marafiki wakubwa. Pia China inasaidia uchumi wake, hasa nchi hii inanunua mafuta kutoka Urusi kwa wingi. China pia inatoa vifaa vya teknolojia, hasa chips, drone, electronics. Hii inasaidia Urusi kuendelea na vita dhidi ya Ukraine. Pia ushirikiano wa kijeshi wa kina. Urusi inapokea pia msaada wa utafiti. Uwezekano wa China kutumia uwezo wake wa viwanda kutengeneza silaha za Urusi, yani joint production. 6. Ni kuhusu mazoezi haya yanatuma ujumbe gani kuhusu vita vya Ukraine? China bado inaendelea kusaidia Urusi kimya kimya. Ingawa China inasema haitaegemea wala haiegemei upande wowote, ukweli ni kwamba bado inaonekana kuendelea kufanya mazoezi ya kijeshi na Urusi wakati vita bado inasonga mbele. Inaendelea kuuza vifaa vya kiraia vinavyoweza kutumika jeshini. Hivyo dunia inaona China iko upande wa Urusi, lakini bila kuitangaza hadharani. NATO pia inapaswa kuelewa Urusi haijabaki peke yake. Hii inaathiri mkakati wa Ulaya kuhusu Ukraine na vikwazo vya Urusi. Pia nitaangazia kuhusu athari kwa Ulaya pamoja na Asia. Kwa upande wa Ulaya inaongeza wasiwasi kuwa muungano wa China na Urusi unaweza kuvuruga mizania ya usalama wa NATO. Pia inaongeza nguvu ya Urusi kisiasa na kimataifa. Kwa upande wa Asia, Japan na Korea Kusini wataongeza zaidi bajeti za ulinzi. India inakuwa kwenye nafasi ngumu, rafiki wa Urusi lakini mpinzani wa China. Marekani itaongeza mazoezi na Taiwan. Hii pia inaonekana kuwa kama athari ya mazoezi ya pamoja kati ya Urusi pamoja na nchi ya China. Ujumbe wa kisiasa wa China na Urusi kwa Marekani, hasa kufuatia mazoezi haya. Hii pia ikiwa ni kama sababu nyingine ya 8 ambayo naiangazia kuhusu nini ujumbe kwa ulimwengu kuhusu mazoezi hayo ya Urusi pamoja na nchi ya China. Mazoezi haya ni ujumbe mmoja mkubwa, yani Urusi na China wako pamoja, kwamba ukimshambulia mmoja mwingine basi uko karibu. Huu ni mkakati wa kuzuia Marekani kuongeza nguvu zake, hasa pia katika bahari ya China Kusini, Ulaya Mashariki na Taiwan. Na mwisho naweza kuhitimisha kusema kwamba mazoezi haya ya pamoja kukabiliana na makombora ni hatua kubwa ya kijeshi pamoja na kisiasa ambayo yanaonyesha China na Urusi wanaingia ushirikiano wa kijeshi wa kiwango cha juu zaidi. Wanataka kuonyesha nguvu dhidi ya Marekani na washirika wake. China inanufaika kwa kujifunza teknolojia na uzoefu kutoka Urusi. Urusi inanufaika kwa kuimarisha uhalali wake wakati wa vita ya Ukraine. Dunia inaingia enzi mpya ya migawanyiko ya kijiografiki kama enzi mpya ya vita baridi. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya muda huu. Taarifa zaidi na kusihi ya kwamba endelea kutufuatilia kila siku na kila wakati. Pia umejiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe, na pia na kukumbusha kushare, kulike, pia kutuacha maoni yako
hasa kuhusu taarifa zetu hizi za ulimwengu wa kimataifa, pia ulimwengu wa kitaifa. Asante na pia karibu sana baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo.